ya Mtakatifu Yosefu, mume wa Bikira Maria. Ni siku ya kumshangilia mwanamume huyu mwadilifu ambaye alikuwa kiongozi wa familia takatifu, alikuwa mlinzi wa Yesu na Maria na mfano bora wa utii kwa mapenzi ya Mungu, mtu aliyejibu wito wa Mungu kimya kimya na imani thabiti bila kujulikana na ulimwengu. Je, sisi tunaweza kuwa kama Mtakatifu Yosefu katika familia zetu, katika kazi zetu na katika maisha yetu ya kila siku, kufanya mema kimya kimya bila kujitangaza? Mtakatifu Yosefu ni mlinzi wa kanisa lote. Alimlinda Yesu na Maria dhidi ya Herodi wakahamia Misri. Leo Mtakatifu Yosefu anatuomba tuwe walinzi wa familia zetu, hasa tulinde watoto dhidi ya hatari za kisasa kama vile teknolojia mbaya au umaskini na ujinga. Tuchague shule nzuri kwa watoto wetu, shule zenye maadili. Mtakatifu Yosefu alikuwa mtu mwenye haki, alikuwa mwadilifu, aliamini na kufanya yale yanayofaa kila wakati. Je, inaweza kusemwa kuhusu mimi kwamba mimi ni mtu wa haki? Mimi ni mwadilifu? Kumbe ni changamoto kwa kila mmoja wetu. Mtakatifu Yosefu hakutaka kumwaibisha Mariamu licha ya kujua kuhusu ujauzito wake kabla ya kuungana kama mume na mke. Je, ninapohisi kwamba wengine wamefanya makosa, ninakuwa mtu wa namna gani? Ninaweka hayo mambo moyoni au ninaanza kuyaweka hadharani na kuwajulisha wengine? Yosefu alikuwa mtii kwa Mungu. Utii wa Yosefu ndio ufunguo wa nyumba hii takatifu. Tunaambiwa alipoamka usingizini alifanya kama malaika alivyomwamuru. Je, sisi ni waaminifu? Je, tunatekeleza ahadi zetu kwa Mungu? Je, mimi ni mwaminifu kwa mwenzi wangu wa ndoa? Yosefu alikuwa mtu wa imani. Inachukua imani kubwa kukubali kufanya kile ambacho Yosefu aliwafanyia Yesu na Maria. Je, kweli ninaamini kwamba kwa Mungu mambo yote yanawezekana? Je, niko tayari kuchukua hatua kulingana na kile ambacho Mungu ananifunulia kila siku kupitia neno lake? Basi ni siku ya kutafakari na kuomba neema ya kumfuata huyu Mtakatifu Yosefu mwadilifu. Na kwa kuwa mara nyingi sisi sio waaminifu, sio waadilifu, tuanze ibada hii ya misa kwa kukiri udhaifu wetu na kuomba msamaha.